Ukiwa unakiri kwamba kuna manabii wa uongo, ni nini hasa sasa kinachopaswa kufanyika katika taifa hili, ama kinachopaswa kufanywa na mamlaka ili kuhakikisha kwamba manabii hawa wa uongo wasiwepo katika taifa letu? Manake wanawarubuni watu na pengine wengi wanawaamini na wanawapoteza. Swala la kufanya kama taifa kwamba kuweza kuwachambua kwanza ni ngumu kimwili au kwa kutumia mamlaka ni ngumu, kwa sababu kuna mwingine utafikiri ni wa uongo lakini ndo mtumishi wa Mungu wa kweli, na kuna yule ambaye anaonekana kama ni wa kweli kwa sababu lakini ukakuta ndiye wa uongo. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha wa Samueli, anasema Mungu utazama mioyo lakini wanadamu utazama mili. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kuna mtu kwa sababu ya matokeo ya yule mtu anayoyafanya au watu alionao au mali alizonazo au aina ya maisha yake ukafikiri ni wa kweli, lakini kumbe si hivyo. Kwa hiyo sheria kubwa au ushauri mkubwa naweza kutoa kwenye vyombo ni kwamba lazima wapatikane watumishi wa Mungu wa kweli, hasa tukianza na wengine, hasa wazee ambao wale hawajaharibika, kwa sababu sio kila mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa mzee kwamba bado amesimama katika kweli ya Yesu Kristo. Na swala la watumishi wa Mungu wa kweli haliko tu kwa manabii. Kuna wachungaji feki, kuna wainjilisti wa uongo, kuna mitume wa uongo, kuna walimu wa neno la Mungu la uongo. Kuna kila sehemu kuna uongo wake, kama ambavyo kila kona ya professionalism ya mtu kuna uongo wake. Maisha ya kifahari ya manabii wa zama hizi, je, ni ishara ya mibaraka ya Mungu kwao au ni uthibitisho wa nguvu za giza, kwa maana ya uchawi kama ambavyo wanavyoamini watu wengine, au ni matoleo na sapoti ya waumini wao? Biblia inazungumza Yesu alifanyika sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Huwezi kusifia matokeo badala ya kusifia aliyesababisha matokeo. Kwa hiyo sio kila mafanikio ya watumishi wa Mungu wa leo yatokana na Mungu, lakini sio kila ambaye hana mafanikio wa leo kwamba ndiye mtumishi wa Mungu wa kweli. Mungu hapendi tuishi maisha ya upotofu. Mungu hapendi tuishi maisha ya anasa, lakini pia Mungu hapendi kuishi maisha ya umaskini, kwa sababu Mungu, Biblia inasema fedha ni mali yake na dhahabu ni mali yake, na sisi kama ni warithi wa Mungu pamoja na Kristo. Niambie, Yesu Kristo alikuwa maskini? Alilipia watu kodi kina Petro. Yesu Kristo mavazi yake angekuwa maskini wasingeagombania. Yesu Kristo alisafiri. Yesu Kristo alikuwa na mhasibu. Yesu Kristo alikuwa na mtu wa TRA ambaye ni Mathayo. Yesu Kristo alikuwa na daktari Luka. Yesu Kristo alikuwa ni mtu ambaye ana taasisi iliyokamilika, alifanya safari zake. Yesu Kristo alilisha watu 5,000 wanaume chakula, alilisha watu 4,000. Kwa hiyo tunaona huyu ni mtu wa kulisha watu 5,000 wanaume wakala wakashiba. Maana huyo ni mtu alikuwa hana sio maskini. Na baba yetu ni ndo mambo yote, ndo mmiliki wa kila kitu katika dunia hii. Kwa ukiwa mwaminifu kwake, ukashika sheria zake, ukaishi maisha ya utakatifu, sio maisha ya dhambi, utafanikiwa. Kumekuwepo na msemo maarufu zaidi ya kwamba pale muumini anapokuwa na changamoto ya kuhitaji aidha nyumba ama usafiri, ninyi viongozi wa dini mnasema waombewe na mnawaombea, lakini ninyi viongozi wa dini ukiwa na shida ya makazi, shida ya usafiri, waumini wanawachangia. Hili unalitafsiri vipi? Bwana Odemba, inaonekana unaonekana una vitu vingi ambavyo vya nje kuliko uhalisia. Biblia inasema hivi, huwezi kumhukumu mtumwa wa bwana mwingine wakati si mtumwa wako. Kwa kanisa letu na nature ya kanisa letu, sisi tunafanya kazi ya Mungu zaidi na kusaidia. Hata mwaka jana, siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwangu, mwezi wa 7 tarehe 13, tumeenda pale CCBRT. Nimesapoti zaidi ya wheelchair za watoto karibu 300 ambao wana viungo, wadogo wa miaka kuanzia 5, 6 mpaka 10 ambao wanatakiwa kwenda shule. Na si kwamba nilifanya hivyo kwa ajili ya kuonyesha, na nadhani tu baada ya ibada huwezi kuona kitu chochote kwamba prophet anafanya kitu kile, kwa sababu mimi napofanya ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu wangu aliye juu mbinguni, aliyenipa hii kazi. Lakini tumewapa watu viungo bandia ambao wana miguu na walikuwa hawezi kwenda shule. Taasisi yetu inasomesha wanafunzi karibu zaidi ya karibu 30. Lakini tuna wamama ambao wengine wamekuja kanisani hawana pa kulala.
tumewapa mitaji na wengine tumewasaidia, wameachwa na waume zao na watoto wao wengine wanasomeshwa. Kwa hiyo ukisema kwamba mtu anapokuja kanisani sisi kama ana nyumba au gari au ana maisha magumu tunamwombea, hiyo kwetu si sahihi. Mimi ni chimbuko la Prophet TB Joshua, na Prophet nikikuuliza, hata hujawahi kuona gari lake analoendesha mpaka amekufa, wala nyumba yake, alikuwa akiishi kanisani. Lakini nikikuuliza misaada aliyokuwa anaitoa, kila mmoja anafahamu, dunia yote inajua na ulimwengu wote unajua juu ya misaada. Kwa hiyo kama yule ndio kiongozi wangu na sasa amelala mbele za Bwana, lazima ili kumwenzi ni afanye yale ambayo yeye alikuwa akiyafanya. Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba angalieni mimi nayoyatenda, nanyi mtende vivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nikitenda tofauti na yule kiongozi ambaye nilikuwa nikimtazama ndiye aliyeniweka na kuniongoza, kunifundisha, leo nikaanza kusema mimi nataka gari nichangiwe, lakini mtu akiwa na shida yoyote aombewe. Tunatakiwa kuwaombea kwa maana ya maisha ya kiroho, lakini pia kusapoti kwa maana ya maisha ya kimwili, ya kiuchumi na maisha yao. Huo ndio Kristo. Let love lead, upendo utuongoze, ndio tutaitwa wainjilisti na watumishi wa Mungu. Viongozi wa dini wana mchango gani katika utulivu wa nchi, kiamani, kiaki na kufanya taifa likae sawa? Nafasi yenu kama viongozi wa dini ni ipi, Nabii Olinga? Unajua viongozi wa dini wana mchango mkubwa sana. Ogopa Odemba kitu kinachoitwa imani. Imani ni kitu kikubwa sana. Na mimi zamani nimekuwa Muislamu kwa miaka 7, nimesoma shule ya Kiislamu advance. Kule tunaamini au ilikuwa inafundishwa kwamba ukienda ukaingia sehemu ambayo ni wakafili, ukachoma au ukairipua na wale watu wakapotea, unaaminika kwamba unaenda hela, kwa maana unaenda yani unapata baraka. Hiyo ni imani, lakini si sahihi na si kweli. Kwa hiyo imani ni kitu ambacho hakitakiwi kuchezewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mtu akiamini, hata ukimwambia nini, hata ungemfunga gerezani, mitume walifungwa gerezani lakini hawakuiacha imani yao, ataendelea kuamini kila anachokiamini. Viongozi wa dini wao watanguliza kondoo mbele, yani waumini, lakini viongozi wa kidhehebu huwa kati yao, lakini viongozi wa kiroho wao utangulia mbele kulinda hawa watu wanaowaongoza. Kwa hiyo mimi sio kiongozi wa dini na sio kiongozi wa kidhehebu, mimi ni kiongozi wa kiroho. Niko tayari kutangulia mbele kupambana na vita ili kuwaokoa wale waumini au tunaita kondoo wa baba yangu. Daudi anasema walipokuja dubu nilipigana naye nikawaokoa kondoo wa baba yangu. Kwa hiyo tunapoongelea viongozi wa dini, viongozi wa madhehebu au viongozi wa kiroho, wao wana sehemu kubwa sana ya kusema na kutetea au na kulinda amani ya taifa na kuongea kwa habari ya haki ndani ya taifa. Lakini mara nyingi sana mamlaka za dunia si vyepesi sana kuwapa platform hiyo. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wale ambao wanaihubiri injili ya Yesu Kristo watakemea uovu, na ukishakemea uovu ndani ya mamlaka tayari utaonekana ni tofauti. Mungu mnaye mhubiri ni Mungu wa haki. Yes. Lakini tumeona kwa kiwango kikubwa viongozi wengi wa dini, viongozi wa kiroho wamekuwa wakihubiri zaidi wimbo wa amani kuliko wimbo wa haki. Kwa nini mnafanya hivyo? Kuhubiri amani bila kuiongelea haki ni sawa na kuponya jeraha juu tu. Mimi ndicho ninachokiamini, kwamba kuongelea tuwe na amani lakini bila kuiongelea haki ni swala ambalo Nabii Yeremia analizungumza kwamba wameponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juu tu. Ni sawa na kidonda umekiwekea mchanga lakini haujakiponya. Mchanga ukitoka, kidonda kitaendelea kuuma. Popote penye haki, amani hupatikana. Kwako kipi kinatangulia kati ya haki na amani? Haki kwanza. Pakiwepo haki, amani itapatikana. Na unaamini ya kwamba bila kuwepo kwa amani, haki haiwezi ikapatikana? Amani isipokuwepo, haki haipatikani pia. Lakini amani haiwezi kupatikana bila haki. Kwa katikati ya kukosa amani, ukianza kuwapa watu haki zao, amani itakuja automatically. Na wewe ukitazama viongozi wa dini wa Tanzania, wengi wao, wewe ukitazama, kipi kipaumbele chao? Niko mara nyingi isolated, ni kama ni mtu wa kujitenga kutokana na aina ya huduma yangu ninayofanya, lakini aina ya mahubiri yangu. Kwa hiyo
kuongelea viongozi wengine wa dini kwamba kipi kipaumbele kwao. Kila mmoja, Biblia inasema Mungu ndo achunguzaye mioyo. Lakini ukiangalia Watanzania na watu wengi, jamii yetu, tunaonekana tumekuwa ni watu wa kuongelea amani, lakini tumekaa nyuma kwa habari ya kuongelea haki, ambao Biblia inasema Yesu Kristo yeye alifanyika dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Manake bila Yesu Kristo, ndio maana Yesu aliifia haki, akufia amani. Kwa mtazamo wako, dini Tanzania bado ni sauti ya Mungu kwa wanyonge ama imegeuka kuwa ngao ya kuwalinda wenye nguvu? Kwa upande wangu, bado ninaamini sauti ya Mungu kwa wanyonge iko kwa viongozi wa kiroho. Kumekuwepo na malalamiko vile na maneno mbalimbali ya kwamba viongozi wa kiroho mmeacha jukumu lenu kuu na la msingi la kulea Watanzania kiroho, badala yake mmegeuka na mmeingia kwenye siasa. Hili unalitazamaje? Unajua bwana Odemba, jambo ambalo kidogo linanipa ukakasi kwenye maswali yako ni kwamba unajumuisha kabisa, yani unajumuisha, lakini lazima ujue kutofautisha kwamba sio kila mtu ambaye anaweza kuwa kwenye kundi lile lile. Waswahili wanasema samaki mmoja akioza wote wameoza, lakini hiyo ni usemi, si kwamba ni harisi wote wameoza. Sasa hivi mnamtoa yule aliyeoza, unabaki wale ambao ni wazima na unaendelea na unaweza ukapata faida, lakini bado atakuwa na harufu ya uozo ule. Hata kama ni harufu, lakini samaki automatically ana harufu. Sasa nikikuuliza wewe moja kwa moja, unahisi ni haki kama ni sawa kwa viongozi wa dini kujihusisha kwenye masuala ya kisiasa? Kwanza unachotakiwa kufahamu, hakuna ufalme wa dunia wala siasa bila Biblia. Biblia ndo inaeleza siasa. Mfumo wote unaoona wa serikali wote, labda kama usomi Biblia. Baba yangu alikuwa ananiambia, read your Bible attentively, repeatedly and carefully. Kwa hiyo Biblia ndo imeweka misingi yote, na kama unavyofahamu, tangu mwanzo ulimwengu na mataifa hayakuongozwa na wanasiasa, walikuwa naongozwa na manabii, walikuwa naongozwa na mifumo ya Mungu, kuanzia kwa Ibrahimu. Walikuwa naongozwa kina Musa, umeona, kina Yusufu kule Misri, walikuwa ndio viongozi na watawala nchi yote ya Misri. Lakini ilipotokea mwanzo watu wanaanza kuomba uongozi wa kifalme wakati wa utawala wa Samueli ndio wale watu wanasema tunataka mfalme. Samueli akakasirika sana, akasema hawa watu hawanikatai mimi, bali wanamkataa Mungu. Mungu akamwambia wape, na Mungu akaamua kumruhusu Samueli aombe ili apate mfalme wa katika Israeli, ndio akampata Sauli. Na wengi wasomi wa Biblia wanaelewa Sauli kitu kilichokuja kufanyika, akafanya maovu. Samueli huyo ikabidi aombe, akamtoa Sauli kwenye uongozi wa kifalme, akamweka mafuta Daudi. Daudi akaongoza, na Daudi alikuwa na matatizo yake. Kwa hiyo wale ambao wanasema viongozi wa dini wanaingia kwenye siasa, kwa nini siasa wao na viongozi wa kisiasa wakati wa kula wanasema tuhamasishe washirika wakajiandikishe? Kwa nini sisi hatusemi wao wameingia kwenye dini? Na hawa viongozi wa kisiasa, nani waumini wao? Wanasali wapi? Hawana dini. Ni kweli tunajua Tanzania haina dini, lakini watu wake wana dini. Na Tanzania wanasema ni kisiwa cha amani. Ukishaongelea amani unaongelea Yesu Kristo. Anasema I'm a king of peace. Kwa Tanzania tunaweza kusema kiongozi au dini yetu ni amani, ambayo inaongozwa na Yesu Kristo automatically. Kwa ukisema kwamba tunaingia kwenye siasa, si kweli, bali siasa ni sehemu ya, au siasa ni dini. Na viongozi wote wa kisiasa wanapopata misiba, nani anawazika? Hatujaona mwanasiasa anaenda kumzika mwanasiasa ibada ya mazishi, kwamba labda mbunge anamzika, anamfanyia ibada ya mazishi mbunge mwenzake. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kuficha maovu, ni sehemu ya kujiwekea defense mechanism, kwamba viongozi wa kiroho wapungue nguvu, wapungue uwezo. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo wanapokuwa nchi imefanya, au viongozi wa kisiasa, kuna uovu unafanyika, njia pekee ya kujilinda ni kuwazuia
na kusema kwamba viongozi wa dini au wa kiroho wamekuwa wanasiasa. Ni defense mechanism. Lakini pakiwa na amani wakati wa uchaguzi, umeona tunaitwa kwenye majukwaa yao, tunaambiwa tuende, tunaitwa kwenye kampeni zao. Kwa nini? Tunaambiwa tuhamasishe uandikishaji, watu wakapige kula. Kwa nini kwenye masuala hayo hatuitwi kwamba sasa tumeingia kwenye siasa? Kwa nini kwenye masuala ya maonyo, pale ambapo panatokea kuna makosa au kuna madhaifu yametokea au kuna mapungufu, ukajaribu kuzuia? Na by the way, hauzuii kwa sababu ya yule mtu amefanya dhambi, kwa sababu ya yule mtu kwamba unamdhalilisha nafasi yake, bali unazuia kama nafasi ya baba wa kiroho. Biblia inasema ninyi mtatoa hesabu ya roho zao. Kwenye roho zao haiongelei kwamba mwanasiasa na roho yake special au huyu mkulima na roho yake special. Wote katika ulimwengu wa Mungu na ulimwengu wa roho, wote tunafanana. Na viongozi wa dini kushiriki katika siasa moja kwa moja, manake tulishuhudia hata katika wakati wa kampeni viongozi wa kiroho na viongozi wa dini, wachungaji wakienda katika kampeni mbalimbali za vyama vya siasa. Hususan tuliona kwa wingi zaidi katika Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Hili unalionaje? Ni sawa viongozi wa dini, viongozi wa kiroho kujihusisha moja kwa moja kwenye siasa za majukwani, hata kwenda mbali zaidi kushiriki katika kampeni za vyama vya siasa? Biblia inasema hivi, waheshimu wenye mamlaka. Kwa hiyo ni sahihi wao kwenda kwenye kampeni za vyama vya siasa. Tunaweza ukasema ni sahihi, lakini pakiwa katika haki. Unaona, kwa mfano Daniel alikuwa ni mwanasiasa. Alikuwa mbunge kwenye jimbo lake na alikuwa kiongozi, lakini alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa mwanasiasa. Kwa hiyo hakuna mipaka. Ishu tunayoongelea hapa sio ishu ya siasa. Ishu tunayoongelea hapa ni haki katika nyanja zote. Kwa viongozi wa dini kwenda kwenye siasa, kujihusisha na siasa katika utakatifu sio dhambi. Na je, unazungumziaje sasa wanaosema msichanganye siasa na dini? Mkiamua kuwa wanasiasa, ingieni kwenye siasa. Mkiamua kubaki viongozi wa kiroho, bakini kwenye nafasi. Panapokuwa na mapungufu au panapokuwa na madhaifu, watu wanatumia hiyo kama mechanism, defense mechanism. Lakini Yesu alisema hivi, huyo mtu anayezungumza hivyo hayajui maandiko, kwa sababu Yesu alisema kwenye kitabu cha Injili, anasema mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa hiyo mtu anayesema kama ni siasa, njooni kwenye siasa tufanye siasa, na mwingine anasema kama nyie ni nini, kaeni kiroho, huyo ni mtu ambaye tunaweza kusema ameishiwa hoja. Baadhi ya viongozi wa dini wanalaumiwa kuwa sehemu ya washauri wa baadhi ya vyama vya siasa, jambo ambalo wanavyosema ya kwamba linaonyesha kuchanganya dini na siasa. Nami nakuuliza, kuna ubaya wowote kiongozi wa dini kuwa mshauri wa chama chochote cha siasa hapa nyumbani? Hakuna ubaya, hakuna ubaya. Utawala wa Daudi alikuwepo mtu anaitwa Nathan, ambaye alikuwa ndo nabii wa Daudi. Kimsingi, ili nchi iende vizuri, nchi yoyote au mafanikio ya taifa lolote duniani, ili liende vizuri, lazima umpe Mungu nafasi ya kwanza kwenye uongozi wako. Kwa unapowaweka watumishi wa Mungu kuwa washauri wa viongozi wa kisiasa, manake ni kumweka Mungu kuwa mshauri wa uongozi wako na utawala wako, na nchi huenda. Tunaona, nisema tu ni wakati huu watu wanasahau, lakini tunamuona naye kuambia kwamba ndio kiongozi wangu wa kiroho, baba yangu wa kiroho, Prophet TB Joshua. Tunaona mwaka 2015 kulikuwa na joto kali la kisiasa kati ya hivi vyama vyote vikuu, chama tawala kilichopo na chama kikubwa cha pinzani, wakati huo akiwepo mheshimiwa marehemu hayati Lowassa, na wakati huo alikuwepo hayati John Pombe Magufuli. Kwenye ule uchaguzi, baada ya matokeo, ilibidi kiongozi wa dini ambaye anaaminika, Prophet TB Joshua, aje Tanzania. Na unadhani na wewe uliona, alienda Ikulu akaongea na mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, akaenda tukaona anaongea na mheshimiwa Lowassa, akaongea na hayati. Kwa
akawashauri. Maanake hali ilikuwa na ilikuwa ni kabla ya uapisho. Maanake inawezekana sisi kama wananchi tusijue, lakini hiyo ni ishara kabisa kwamba kulikuwa hapako vizuri, kulikuwa kuna mpasuko, kulikuwa kuna mafarakano. Lakini angalia, alipoingia kiongozi huyu wa kiroho, akaingilia, akawashauri na akawaongoza. Angalia nchi kuanzia 2015 mpaka 2020, angalia miradi mikubwa iliyofanyika. Angalia Tanzania, wananchi walifurahi. Kwa nini? Kwa sababu for the first time, kabla huyu kiongozi hajaapishwa, alimuhusisha Mungu kwenye uongozi wake, na akaja akashauri. Sisi ni washauri, sisi ni mabarozi wa ufalme wa Mungu. Ndio maana mimi situmikii ulimwengu huu, bali namtumikia Mungu katika ulimwengu. Mwaka jana mwishoni, taifa letu Tanzania lilienda kwenye uchaguzi mkuu wa kuwachagua viongozi, rais, wa bunge na madiwani. Katika uchaguzi ule tuliona ilitokea vurugu mbalimbali ambazo zilipelekea pendwa wetu kupoteza maisha yao, lakini vile vile mali za watu kuharibiwa vibaya na wengine kupata majeraha ya kudumu. Serikali walisema ya kwamba vijana wa Kitanzania walitumika vibaya katika tukio la Oktoba 29 lililosababisha vifo na uharibifu wa mali. Je, hii ni kwa sababu viongozi wa dini hamkutekeleza kwa uaminifu jukumu lenu la kulea vijana kikamilifu katika kukua kiroho, lakini vile vile kihaki na kiamani? Ama nini ni mtazamo wako? Manake tuliona vile vile na wewe ulitoa tabiri mbalimbali hata kabla ya uchaguzi. Nabii, kama viongozi wa kiroho tuna jukumu ya kuhakikisha tunaliombea taifa, tunafunga na kuomba ili kuzuia mabaya, lakini tunahakikisha tunaonya na kukemea. Biblia inasema onya, kemea. Na tunapoonya na kukemea, manake yale makemeo wale watu wanatakiwa kuyatii na kurekebisha pale ambapo wanaona kuna madhaifu au kuna mapungufu. Hakuna aliye mkamilifu, aliye mkamilifu ni Mungu peke yake. Hata wewe, hata angekuwa mfalme wa nchi, rais wa nchi, hakuna. Rais ni mwanadamu, mfalme ni mwanadamu. Kwa hiyo kila mmoja ana mapungufu yake. Na ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10, Biblia anasema Mungu ametufunulia sisi wampendao hata mafumbo ya Mungu. You can imagine namna ambavyo Mungu ametupendelea hadi yale mafumbo ya Mungu yeye ametufunulia sisi tumpendao. Kwa hiyo tunapokuja tukiwa kwenye maombi, kuna mambo Mungu anaweza akayanena, akayafunua na akakueleza ufanye nini. Tunapoyaleta kwenye jamii, lengo sio kushambulia, lengo ni kurekebisha ili mamlaka na serikali na wananchi wote wakae kwa amani. Kwa hiyo kipindi hicho cha tarehe 29 mwezi wa Oktoba, 29 Oktoba, ni kwamba tumekemea. Kama mimi kwa upande wangu nimezungumza mambo mengi sana, mpaka kuonya kwamba lugha zinazotumika kwenye majukwaa si nzuri, kuonyesha vitisho. Kuna viongozi walitoa vitisho, mkifanya hivi mtakutana na hiki, mkifanya hivi mtafanya hivi, mtafanya hivi. Nikajaribu kutoa ushauri, nikamwambia sasa hivi taifa na vijana hawa ni sawa na mtoto ambaye alikuwa ameharibika na vuta bangi. Sasa unajaribu kutumia nguvu. Unavyozidi kutumia nguvu ndivyo unavyozidi kumsukuma kwenye uovu. Lakini ukianza kutumia lugha ya upendo, utashangaa huyu mtu anabadilika automatically. Kwa hiyo nikashauri, nikamwambia viongozi, wanasiasa, tuanze kutumia maneno ya upendo na kuhubiri amani kwenye majukwaa yetu. Lakini baada ya kuchukuliwa uzito kwa kiasi hicho, na wengine walipuuza, na nikafika hatua nikamwambia, tunapoelekea taifa litapita kwenye kipindi kigumu ambacho tangu Tanzania imepata uhuru au kuwepo kwake au chaguzi zote haijawahi kutokea jambo hilo. Lakini nilipuuzwa na wengine kwenda mbali zaidi kuona kama labda nina namna tofauti. Lakini nilikuwa nazungumza kile ambacho Mungu alikuwa ananishuhudia ndani yangu. Nilikuwa nazungumza kile ambacho nimekithibitisha katika maombi yangu na kile nilichokiona mbele kinakuja kutokea. Kwa hiyo hiki kilichotokea Oktoba 29, Mungu aliamua aruhusu ili kila mmoja, kwa sababu ilifika hatua ni kama watu hawaamini Mungu tena. Hata ukiongea unatukanwa, na ni laana kuwatukana watumishi wa Mungu, laana kubwa sana. Unaweza usione leo, lakini ukaiona kwenye vizazi vyako. Lakini kila mmoja alishupaza shingo.
Kwa hiki kilichotokea, lawama zipo kwetu kwa sababu tulitakiwa kusimama zaidi ya tulivyosimama, lakini lawama kubwa ziko kwenye walioshika ile nafasi. Wangeweza kulirudisha taifa na kurudisha amani kwenye taifa hilo, na yale yasingetokea. Lakini unaamini kwa namna moja ama nyingine viongozi wa dini, viongozi wa kiroho hawakufanya sehemu yao ipasavyo? Walifanya kwa sehemu, walifanya wengine walifanya, wengine ndio hivyo, kwa sababu kila mmoja kama nilivyosema ameitwa kwa namna yake. Tunazungumza, lakini mwenye uwezo mkubwa wa kumaliza ni mamlaka. Wakati kuna lawama nzito kuhusu haki za uwazi wa uchaguzi na uchaguzi kuporwa, watu kukandamizwa, viongozi wa dini hamtoi kauli za wazi na zenye msimamo mmoja kwa mshikamano, ya kwamba tumeamua kwa pamoja kwamba katika jambo hili halijaenda vizuri. Tumekuwa tukiona hata kwa vyama vya siasa wakati mwingine wanaungana ili kusema jambo moja kama kundi. Unahisi ni nini hasa kinachozuia pengine viongozi wa dini kusimama kwa pamoja, pengine na kukemea pale ambapo panahitaji kukemewa kwa lugha moja na kwa msimamo mmoja? Kinachoendelea sasa hivi, kuna adui, naweza kusema hivyo, ambaye anatupepeta tusiwe na umoja na kauli moja, na hizi ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo kuwakusanya viongozi wa dini wakawa na kauli moja hasa katika taifa letu inaweza kuwa ni changamoto kubwa. Nakumbuka mwaka 2024 Mungu alinipa theme au neno kwamba hili awarende, kwamba tuombee tuponye taifa letu. Nilialika viongozi wa dini wengi, baadhi zao walikuja, lakini wengine wanasema ni nani huyu, nani anatuita mimi, nawezaje kwenda pale? Kwa hiyo ndio maana nasema unaufanya pale unakoweza. Lengo ni kutimiza kusudi lako ambalo Mungu amekuitia. Lakini ukisema nisubirie kundi tuungane, nisubirie tupatane, watu wataendelea kuharibika, kwa sababu wokovu ni wa mtu binafsi. Unaamini kuna viongozi wa dini na viongozi wa kiroho ambao wananufaika na mfumo wa serikali uliopo? Sina uhakika kwa sababu siko kwenye kunufaika. Lakini unaamini kuna baadhi ambao pengine wako hivyo? Siwezi kuliongelea kwa kuwa sina uhakika, sina vithibitisho kwamba kuna viongozi wa kiroho wa dini wananufaika na mifumo ya serikali, kwa sababu sina uthibitisho. Kwa hiyo sina kitu ambacho kinaweza kusema ni kweli wananufaika. Serikali na viongozi wa dini na wanasiasa mbalimbali wametoa wito wa maridhiano mara baada ya yale yaliyotokea Oktoba 29 kufanyika. Mtazamo wako ni upi juu ya maridhiano ya kitaifa ambayo inaitwa na viongozi wa dini, lakini vile vile mamlaka ya serikali? Kunaposema maridhiano, Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, inasema heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu au watairithi nchi. Kwa hiyo upatanisho ndio baraka kubwa ambayo Mungu anaitamani kwenye maisha ya kila mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini unaposema maridhiano, serikali na nini, maridhiano ni kwa habari ya hawa tunaowaongoza. Wananchi ndio wenye nchi, ndio maana wanaitwa wana nchi. Kama ni kurudisha amani, lazima kwanza wananchi wanataka nini? Wao wanataka nini? Kama wananchi wenye nchi yao wanataka nini? Na je, yale wanaolalamikia na wanaoyapigia kelele ni kweli ama si kweli? Na kama ni kweli, kama viongozi na wenye mamlaka na serikali, wao wanachukua hatua gani kuhakikisha wanayatatua? Of course huwezi kutatua kwa siku moja, lakini kuanzisha hatua za utatuaji. Kwa hiyo wananchi wao wakiridhishwa na utatuzi wa matatizo yao, automatically amani itakuwepo, na hasa haki ikishatendeka, amani itakuwepo, kwa sababu kila kitu cha Tanzania ni cha wananchi. Sasa kwa haya yote yaliyotokea, kwa mtazamo wako, unadhani ni nini hasa kinachopaswa kufanywa ama kufanyika ili taifa letu lirudi kwenye hali yake ya zamani? Cha kufanyika, kila mmoja, hata ukimwamsha mtoto mdogo leo anajua nini kifanyike. Ni nini? Na yani cha kufanyika, kila mtu anajua nini kifanyike. Ndio nakuuliza, kwa mtazamo wako, pengine kwa mtu asiyejua hicho anachopaswa kukifanya, ama nini kinapaswa kufanyika kwa mtazamo wako wewe? Kwa mtazamo wangu, kitu kinachotakiwa kufanyika ni watu kukaa na kutatua yale ambayo wanalalamikiwa.
na yanayolalamikiwa yamkini yanafahamika, kwa sababu mpo nyie watu wa habari na vyombo ambao mna kila siku yanazungumzwa. Kwa hiyo kusema mtazamo wangu ni kusikiliza. Ni sawa uniulize mimi mtazamo wangu kwa mtu aliyekuja na tatizo la vifungu au ni mgonjwa, ukauliza nini mtazamo wako mtu huyu apate kuwa na amani moyoni mwake? Atakwambia mtazamo wangu ni kumwombea na kutubu na kuacha dhambi. Nini mtazamo wako kwa mtu anayetenda dhambi au muovu? Mtazamo wangu nitakwambia anatakiwa kuokoka na kuacha dhambi. Viongozi wa dini, viongozi wa kiroho na baadhi yao wanasema ya kwamba nchi yetu limepata jeraha. Wanasiasa wanasema nchi imepata jeraha, na hata wananchi wanasema taifa hili lina jeraha. Unadhani ni nini hasa? Hilo ndilo swali langu la msingi, ya kwamba kinachopaswa kufanyika is aidha na watawala, wananchi, wanasiasa, viongozi wa dini, viongozi wa kiroho, hili kuponya hayo majeraha yanayoonekana kuwepo ndani ya taifa letu. Nabii, lini umeiona Tanzania maiti zikidondoka barabarani? Lini umeiona taifa watu wakipotea? Wengine ni viongozi, wengine ni wanasiasa, wengine ni viongozi wa dini, wanawindwa, wamekimbia nchi, wameacha makanisa yao. Lini umeiona Tanzania ikipigwa mabomu ya moto na risasi zinamiminwa? Lini umeiona? Haya, niambie yule mtu aliyekuwa anasubiria mumewe analeta chakula, mume amekufa, au yule ambaye kijana wake amemsomesha, wakati anaenda kazini kavunjwa mguu, atembei tena, hawezi kwenda kazini. Niambie mtu huyo ni lini atasadiki na kusema nina amani? Ni lini, kama bila kupewa ufumbuzi au kuponywa ule moyo wake ukaponywa? Ni nani wa kutoa uponyaji huo? Viongozi wa kiroho kwanza, kwa maana Biblia inasema yeye Yesu Kristo ndo anaganga mioyo iliyoumizwa. Kwa hiyo cha kwanza ni viongozi wa kiroho sisi kuiponya na kuiganga mioyo iliyoumizwa. Na mnafanya hivyo? Tunafanya hivyo. Lakini kama tukishamaliza swala la kiroho, kuna swala la kimwili. Kumbuka hapa tunaongelea mtu mwenye pande mbili. Wewe hapa Bwana Odemba una mwili tunauona, lakini una roho. Siwezi kukutatulia matatizo ya kiroho alafu matatizo ya kimwili. Kama ulivyoniuliza, mbona mnasema mnawaombea alafu ana nyumba mpi? Maanake uliongelea kuombea ni utatuzi wa kiroho, nyumba ni utatuzi wa kimwili. Kwa sisi tunafanya kazi ya kutatua matatizo ya kiroho, lakini mwenye kutakiwa kutatua matatizo ya kimwili ni serikali na mamlaka, ndio wenye kazi yao. Mimi siwezi leo kwenda kumrejesha au kufanya jambo ambalo litampa amani mwananchi la kimwili. Huyu mtoto wake alikuwa anafanya kazi, amepata ulemavu, siwezi nitaishia kumwombea, atapata faraja ndani ya moyo wake, lakini mahitaji ya kimwili bado yatakuwa pale pale. Kwa sisi pande zote mbili, viongozi wa kiroho, kazi yetu ni kuganga mioyo iliyoumizwa kwa mali ya faraja, lakini viongozi wa kitaifa au mamlaka, kazi yao ni kuwaganga kimwili. Na tunarudi pamoja. Unaona uponyaji huo wa kimwili, unaona dalili zake zikifanywa? Sasa hilo siwezi kuzungumza kwa sababu sifahamu. Kama nabii, jicho la kiroho linaweza likawepo, lakini hapa umeniuliza kimwili, umeniuliza serikali. Ungeniuliza kwamba kwa nyinyi viongozi wa kiroho unaona hilo linafanyika, lakini umesema serikali inafanya, manake umerudi mwilini, umetoka rohoni. Kwa kama umerudi mwilini, manake pia wewe ni wa mwilini. Unaweza ukaniambia, kwa sababu wewe unaweza ukawa na habari nyingi kuliko mimi. Mimi ni mtu wa madhabahuni na maombi, kwa hiyo hilo pia unaweza ukanisaidia. Umekuwa ukitoa unabii na utabiri mbalimbali. Uliwahi kusema ya kwamba katika miaka ya nyuma ya kwamba kiongozi katika taifa letu hatafariki akiwa madarakani. Baadaye tuliona rais wetu hayati Comrade John Pombe Joseph Magufuli alifariki akiwa madarakani mwaka wa 2021. Ujasiri huu unautoa wapi, na unahisi kwamba yanatokea kwa kuwa uliyatabiri ama yanatokea kwa kuwa muda wa kufanyika hivyo umefika? Mimi kazi nayofanya sio ya wewe unayoniambia kwamba wewe wasema, ulisema. Hayo ni maneno yako, lakini mimi kwangu sisemi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu, kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 wa 8 anasema hakuna mtu awezaye kujua mambo ya mtu mwingine isipokuwa roho yake iliyoko ndani yake.
Anasema vivyo hivyo na sisi hakuna mtu awezaye kujua mafumbo ya Mungu ila tumefunuliwa sisi. Kwa hiyo mimi kama mimi, ukiniuliza mimi Samuel au Prophet Roringa, sijawahi kusema neno hilo, lakini Roho Mtakatifu yeye ndo asemaye ndani yangu. Kwa hiyo siwezi kusema niliwahi kusema, sababu hata mimi yakishatokea nikiangalia nashangaa. Hata mimi nikishasema nikaenda yameshatokea, nimezungumza nikiwa madhabahuni, nikitoka madhabahuni nikisikiliza nasema nauliza watu hii jambo limekuwaje? Hata mimi mwenyewe naogopa, lakini kwa sababu pale napokuwa nimesimama katika utukufu wa Kristo Yesu na Roho Mtakatifu anayekuwa ndani yangu. Biblia inazungumza kwa habari ya mitume, mfano Petro. Petro alikuwa mwoga, Petro alikuwa si mtu mwenye elimu, lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 na sura ya 2, utagundua Biblia inazungumza Petro akiwa amejawa Roho Mtakatifu akasimama akazungumza kwa ujasiri. Watu akasema mtu huyu ni mtu asiyekuwa na elimu, lakini wakatambua kwamba alikuwa pamoja na Yesu. Ule ujasiri unaongea kwamba huo ujasiri unatoa wapi? Huo ujasiri sio wangu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali sura ya 28, anasema wenye haki ni majasiri kama simba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ndo anaweka ujasiri ule wa kusema. Na mimi automatically hata kwenye mijumuiko ya kijamii ya kawaida na shughuli za kawaida za kijamii ni mtu mwoga na ni mtu mwenye aibu sana, lakini yule anayezungumza ni mwingine na huyu anayezungumza nawe ni mwingine, ni watu wawili tofauti. Kwa nini hakuna utatuzi wa kuzuia yale unayoyatabiri kabla hayajatokea? Utatuzi upo ila uchukuliwi maanani. Utatuzi ni upi? Utatuzi upo na natoaga utatuzi. Na kwa nini manabii wengi wanaotoa utabiri juu ya taifa letu akiwemo wewe hutoa unabii wa juu ya mambo mabaya tu? Mara vigogo watakufa, watu maarufu, kunatokea bendera itapepea nusu mlingoti, kunatokea machafuko. Hakuna jambo lolote nzuri ambalo Mungu huwa wanaonyesha juu ya taifa letu. Wewe wasema ile nimetabiri mambo mengi mazuri, mengi sana, mengi sana. Kwa habari ya mvua, si ni jambo zuri? Vitu vingi vizuri. Mvua ni jambo ambalo linanyesha kila mara. Sio kila mara. Kila nyakati zake zinapowasili. Sio kila mara. Wakati watu wana uhaba wa maji, hata wewe kuoga nadhani ilikuwa changamoto. Nilisema Mungu atafungua mvua na mvua itanyesha na Dar es Salaam maji yatarudi, hayakurudi. Sasa hivi si unaoga kwako. Hilo ni jambo baya. Hilo ilikuwa ni utabiri wako. Ndio. Manake pengine unahisi kwamba usingetoa utabiri huo yayo yasingetokea. Wewe unaona hivyo na wewe wasema, lakini Mungu, mimi nasema kama Mungu asingenipa hilo neno, Mungu siku ananiambia, Roho wa Mungu siku ananiambia kwamba omba, nikaingia kwenye maombi na maandiko yako wazi. Elia mvua ilifunga kwa muda wa miaka 3 na miezi 6 haikunyesha. Na baada ya hapo Elia akaomba mvua ikanyesha, na anamwambia mfalme, mwambie Ahabu ainue masuke yake maana mvua yaja. Kwa hiyo ninaamini Mungu aliyosema ombea, hili ni tatizo. Unajua kila kitu ni changamoto. Na maandiko yanasema kwenye Isaya 28 anasema msivizarau vifungo vyako visije vikakazwa. Kwa watu wengi tunaishi kwenye issue inaitwa familia spirit, yani mazoea. Lakini mimi sioni tatizo lolote kama ni mazoea. Mimi kila kitu nikikiona najua kuna shida nyuma ya tatizo hilo. Kuna spirit nyuma ya tatizo hilo. Huwa sichukulii kitu mazoea. No. Nilipoona hali hiyo nilijua kuna shida kubwa. Na unaposema ninatabiri mabaya, mtoto wako akikosea ndipo atauona ukali wako. Mungu ndivyo alivyo. Ukiwa yuko sawa, ana matatizo yoyote, utamuonyesha upendo na wala utomkemea. Kwa hiyo mabaya ni makemeo. Mtoto anaweza akajua baba yangu ni mpole sana, lakini akiwa hajakosea. Siku akikosea ndo atajua wewe ni mkali. Ndivyo alivyo Mungu. Mungu pakiwa na amani, pakiwa watu wanaishi vizuri, wanaishi kwa upendo, kila mahali watu wanaishi maisha ya kumpendeza Mungu, hauwezi kuona ukali wa Mungu. Lakini napotokea hali ya utovu wa nidhamu au dhambi na maovu, Mungu hutokea kuonya nyakati zote, hata nyakati za ufalme wa Nebukadneza, mfalme Dario. Kuna watu Mungu mpaka aliua mfalme Herode kwenye kiti chake cha ufalme, akaingiwa na mdudu tu kwenye pua akafa.
akafa kwenye kiti chake. Kwa hiyo Mungu hutokea na kuonyesha ghadhabu na hasira yake pale watu ambapo ukengeuka katika maovu. Kwa hiyo ukisema natabiri mabaya tu, wewe wasema na si kweli. Mtume Mwamposa aliwarai wa Tanzania kutofuatilia sana unabii na ndoto zinazodaiwa kutolewa juu ya taifa letu na kuonyesha wazi kuwa watu kama hao wanahitaji kusaidiwa na kufanyiwa maombi. Ni yapi maoni yako juu ya hili? Au Watanzania kwanza siwezi kuliongelea la mtume huyo, wapuuzie unabii hizi zinazotolewa. Wakipuuzia ndo madhara yanayotokea. Ndio maana nimesema tuna tofauti ya mtazamo. Na pia siwezi kuongelea mtumwa wa Bwana mwingine. Kwa hiyo ukizungumzia kwa habari ya huyo mtumishi wa Mungu, mimi namheshimu tu kama ambavyo anatumika katika nafasi yake. Lakini yeye kama alitoa ushauri huo, wewe wasema, kwa sababu sikumsikia siwezi kuzungumza. Huo ulikuwa ni mtazamo wake, na siwezi kuzungumzia mtazamo wa mtu mwingine, na wala siwezi kuzungumzia kitu ambacho sikukisikia mimi mwenyewe kwa masikio yangu. Kwa sababu Biblia inanizuia, inasema, je, mtu mhukumu mtu pasipo kumsikia kwanza na kujua anenavyo? Sasa kwa sababu sikumsikia na sikumuona na sikujua anenavyo, siwezi kuliongelea. Lakini nachoweza kuwashauri tu kwamba lazima tusikilize. Chukua unachoona kinakufaa. Lipi lililo bora? Kuambiwa kuna hali mbaya, ugonjwa, malaria, ukachukua neti, au unasubiri ung'atwe na mbu ndo ununue neti? Lipi lililo bora, mtangazaji? Unadhani historia itawahukumu vipi ninyi viongozi wa kiroho au viongozi wa dini, wengine walipokaa kimya ama mlipokaa kimya wakati wa Tanzania walipohitaji sauti zenu za haki, walipohitaji ninyi kuwapazia sauti zao? Odemba, nashangaa unaniuliza kwamba tutahukumiwa. Anayehukumu pekee ni Mungu. Na by the way, wewe mwenyewe umesema nimeona ukikemea. Leo unaniambia tulikaa kimya. Sijakaa kimya. Sijakaa kimya. Sijakaa kimya kabisa. Unaposema historia itawahukumu, maana yake ukiwepo na mie. Na wakati ule ule mwanzoni umesema nimeona ukikemea. Sasa lipi ni lipi? Swali la msingi hapa ni kwamba historia itawahukumu vipi viongozi wa dini, viongozi wa kiroho, wewe vile vile ukiwa miongoni mwa viongozi wa kiroho katika taifa letu, ambao walikaa kimya pale ambapo Watanzania walihitaji sauti zao za haki, walihitaji kusikia sauti zao zikipazwa kupitia mic ya viongozi wa kiroho na viongozi. Sasa wale waliokaa kimya, kila mmoja ameitwa kwa namna yake na ameajiriwa kwa namna yake. Yeye aliyewaajiri ndo anajua kitu gani kitatokea. Kwa hiyo mimi kama mimi kwa nafasi yangu siwezi kunena lolote kwa sababu sijawaajiri. Lakini wale kama walipewa mamlaka ya kukemea, walipewa mamlaka ya kuzungumza, walipewa mamlaka ya kusema kwa ajili ya wanyonge, ili utumishi wetu utukuke, wakakaa kimya, basi siku ya mwisho ambapo yeye mwenye mavuno atakuja kukusanya mavuno, atakutana nao na atasema nao. Lakini mimi sina mamlaka hiyo. Ukiambiwa uchague kati ya kuwa karibu na dola au kusimama na wananchi, ni upande upi utachagua? Nitachagua kusimama na Mungu. Ndio ambao nitasimama na Mungu. Nitachagua kusimama na Mungu. Wewe umeniambia ukiambiwa kuchagua upande wa mbili, ndio upande wa dola na upande wa kusimama na wananchi. Mimi nitachagua kusimama na Mungu. Upande wa Mungu. Kama vijana wanakosa ajira, bei za maisha zinapanda na matumaini yanapotea, mnawapa nini zaidi ya mahubiri ya subira? Mahubiri sio ya subira. Biblia inasema prophecy is not necessary. Unabii sio muhimu, but teaching the word of God come with power. Kwa yale mahubiri sio ya subira. Yale mahubiri yanakuja na nguvu ya kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tumewahubiria watu waliokuwa waovu, waliokuwa wavuta bangi, waliokuwa walevi, waliokuwa wanakaa nyumbani wanalala, hawezi kujishughulisha. Leo hii tunaongea watu wanajishughulisha, wanatoka, wanafanya kazi. Utasemaje mahubiri yetu yasiyokuwa na tija kwenye jamii ya vijana wasiokuwa na ajira? Viongozi wa dini wengine wamekuwa wakiwarai wa Tanzania kutii mamlaka. Je, hii inamaanisha kwamba hata pale mamlaka inapokosea, kudhulumu au kukiuka haki za binadamu, zinapaswa kutihiwa kama maandiko yanavyotaka?
Biblia inasema itiini mamlaka iliyopo. Basi haiongelee hayo mengine uliosema wewe. Kwa hiyo hata pale mamlaka hayo yanapofanya dhuluma kwa wananchi, lakini vilevile kukiuka haki za binadamu, wanapaswa kuzingatia hilo. Zikikiukwa haki za binadamu na kufanya dhuluma, kama kuna evidence, kuna mahakama. Lakini sisi viongozi wa dini, manake kama kuna evidence ni uovu, ni dhambi. Kwa kazi yetu ni kukemea, na hatuambiwi kutii mamlaka katika dhambi. Yani issue hapa ni moja, kila kitu tunatakiwa kukitii kama mamlaka, lakini katika utakatifu, katika haki, katika mapenzi ya Mungu, sio katika dhambi. Yani mimi allergy yangu ni swala la dhambi, uovu ndo allergy yangu, ndo shida yangu. Lakini kama mamlaka inaenda vizuri, inafanya vizuri, usipoitii wewe ni laana, ni dhambi, na umeambiwa uitii kwa sababu imewekwa na Mungu, lakini si katika dhambi. Nabii wa Mungu Samuel Samson Rolinga, tunapokuwa tunatamatisha, rai yako ni nini? Maombi ndo silaha kubwa. Baba Prophet, baba yangu TB Joshua alikuwa ananiambia prayer is the master key. Maombi ndio yanafungua kila kitu. Na unapoona wengine wanaweza wakaona kama ulivyouliza kwamba tunatabiri tu mabaya, labda tunaitakia mabaya au tunafurahia. Mungu anasema afurahi kifo cha mwenye dhambi. Kwa hiyo kuna watu wana mtazamo kwamba Rolinga yeye anaongoya na vitu vibaya vinatokea. Lakini niseme tu, kama ningekuwa sina mapenzi mema na serikali yangu au na wenye mamlaka wangu, nisingekuwa na utoa mwili wangu kukaa na kufunga na kuomba. Hapa niko kwenye mfungo wa bila kula chakula kwa juma matatu, wala kunywa, na onja tu asali mara chache na koroga maji yenye asali ndo na kunywa. Sasa huyo utamwambia kwamba mtu wa aina hiyo hana mapenzi mema na taifa lake? Ana mapenzi mema. Mwezi mzima silali nyumbani kwangu, na lala chini madhabahuni na mlilia Mungu mwezi mzima. Utasema sina mapenzi mema? Sili chakula, sitoki. Na hii tu ni kwamba mpaka mmetumia watu ambao ninawaheshimu sana kuja kunitoa pale ili kuja hapa. Lakini kama sio hivyo, hata nakaa sehemu ile ile. Kwanza wewe hata ukiwa unakula na nini, watu walikawa Tanzania siku 5 tu ndani, lakini angalia malalamiko. Sasa wewe fikiria ukae ndani, utoki karibu mwezi mzima. Sio jambo la kawaida. Kwa hiyo mimi ninachowaasa wa Tanzania wenzangu ambao wanalipenda taifa hili, rais hawezi kuleta suluhisho la amani. Rais hawezi kutupa chakula. Rais hawezi kutatua mambo tunayoyalilia, bali Mungu mwenyewe tukimlilia ndo anaweza kutatua kila kitu. Kwa kumlaumu rais au kulaumu mamlaka haisaidii, bali sisi tugeuke kama Hezekia alivyogeukia ukutani. Tumlilie Mungu. Mungu atageuza mioyo ya watawala. Mungu atageuza mioyo ya hawa wenye mamlaka, na akiona wageuki, Mungu ndo ana solution, ndo ana ufumbuzi wa kudumu na wa kuondoa na kuweka. Kwa hiyo tunapoelekea na tukiwa kwenye huu mfungo, ni rai yangu, bila kujali dini yako, dhehebu lako, imani yako, sisi kama taifa kwa pamoja, maandiko yanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Kwa ni rai yangu, kila mtu pale kanisa la Omega Mbezi Beach Africana ndo tunapatikana. Kila anayesikiliza saa hii, anayenisikiza na kunitazama, kama una kanisa lako, hatuongelei kanisa, hatuongelei dhehebu, hatuongelei dini ya mtu. Tunaongelea kwa habari ya Mungu aliye hai, huyu aliyeziumba mbingu na nchi. Tunaongelea kwa habari ya Yesu Kristo, kwamba kila mmoja aweze kuja, tuhitimishe pamoja maombi haya na tumlilie Mungu. Tuliombee taifa letu, tuombee mamlaka, rais na makamo na wote wenye mamlaka walioko chini yake, bunge na mahakama, lakini pia watu waliowekwa magerezani, wafungwa. Wengine wamefungwa pasipokuwa na makosa, wengine wamefungwa bila hatia, wengine wamesema ndugu zao hawapo, wamepotea. Huko waliko, je, wako hai? Kama wako hai, Mungu awakumbuke, aendelee kulinda uhai wao. Lakini wale waliopotelewa na ndugu zao, waliouawa, tuombee Mungu aweke faraja ndani yao, aweke tumaini jipya ndani yao, aweke tulizo la moyo. Kwa tuna mambo mengi ya kuyaombea, peke yangu siwezi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa hai, Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya hawa wanahabari ambao Mungu umewapa ufahamu, akili na uchaji. Naamini uwezo walionao sio wa kwao, bali ni uwezo wako Mungu, kwa Roho wako Mtakatifu. Mungu, ninakuja kwako Baba Mtakatifu,
uliyenijalia neema na vipawa na karama hiyo uliyoweka ndani yangu kwa ajili ya taifa langu ili Tanzania. Baba, nalileta serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri, wabunge, mahakama, mkuu wa mahakama, wote wenye mamlaka walioko magerezani, viongozi wa vyama vya upinzani, viongozi wa vyama tawala, na wananchi wote waliojeruhiwa mioyo, walioumia, waliopoteza ndugu zao, ambao ndugu zao waoni, walioko magerezani, walioko mahospitalini, watoto wadogo, wa mama wanaojifungua, walioko kwenye vifungo vya magonjwa, waliokata tamaa, maskini, wakulima, wafugaji na wenye mamlaka, watumishi wa Mungu, wahubiri, wanasiasa, wafanyabiashara, walimu, wanafunzi, kuanzia kindagate mpaka chuo kikuu. Baba, wote na waleta mbele zako. Mungu, tusaidie, neema yako iweze kutusaidia. Mungu, naponya taifa hili litoke kwenye maumivu, kwenye mpasuko wa kitaifa, changamoto ya taifa kuvurugika, watu kujitenga, watu kila mmoja kujiongoza kwa namna yake mwenyewe. Baba, lilete taifa pamoja tena. Baba, imarisha miundombinu inayojengwa. Baba, tupe neema ya baraka ya mvua kwa wakulima. Mungu, tupe utele wa mazao, tupe utele wa chakula, usiruhusu magonjwa wala njaa, katika jina la Yesu Kristo. Baba, naitakia amani Tanzania yetu. Naombea na mataifa mengine kama taifa la Kenya linaloelekea katika uchaguzi mwakani na wao, taifa la Uganda lililomaliza uchaguzi wao, mataifa ya East Africa, Afrika nzima. Baba, naileta mbele zako, maana Afrika umeiteua kuwa chombo cha kulea wakati wa mambo mabaya, kama tulivyoona wakati wa Yesu. Alikimbilia Misri ni Afrika, Ibrahimu alikimbilia Misri ni Afrika, Isaka alikimbilia Misri Afrika, lakini taifa lako teule Israeli likimbilia Misri ni Afrika. Baba, tunaamini kwamba maadili ya Kiafrika ndiyo maadili ya kimbingu. Mungu, tuweke katika hali ya usalama, tuweke katika hali ya upendo, mshikamano, amani na haki katika mambo yote. Baba, asante Bwana Yesu kwa ajili ya kipindi hiki. Mungu, uliyenijalia hekima, maarifa, pale ambapo nimekutenda dhambi pasipo kujua, Mungu, nasi unirehemu. Pale ambapo ulimi wangu au kinywa changu kilinena yasiyofaa machoni pako, Mungu, naomba damu yako ikatakasa kinywa changu kama ulivyomtakasa mtumishi wako Isaya, katika jina la Yesu. Nalifunika taifa kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Nafunika mamlaka zote, wananchi wote kwa damu ya Yesu, na ninatabiria Tanzania mpya izaliwe, yenye mioyo, yenye uwezo, yenye mamlaka, yenye amani, yenye utulivu. Mungu, yale yaliyotokea yasitokee tena katika taifa hili, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen.